Nairobi inaweza kushambuliwa wakati wowote. Kenya imeingia kwenye ramani ya vita ya Marekani, Israel na Iran, au hii ni hofu ya mitandao inayosambaa bila udhibitisho? Wiki hii mitandao imelipuka baada ya baadhi ya wanahabari wa mitandaoni kudai kuwa Kenya inaweza kuwa target katika mzozo unaoendelea kati ya Marekani, Israel na Iran. Lakini ukweli ni upi? Leo hapa kwenye Mizuka Media tunachambua kila video, kila kauli na kila upande ili tujue kama Nairobi iko hatarini au ni panic tu ya digital age. Kwa ufupi, mvutano kati ya Iran, Israel na Marekani umeongezeka kutokana na mashambulizi ya kijeshi, tuhuma za silaha za nuclear na siasa za Mashariki ya Kati. Marekani ni mshirika mkubwa wa Israel. Iran kwa miaka mingi imekuwa mpinzani wake mkuu katika eneo hilo. Lakini swali ni Kenya imeingiliaje hapa? Katika video inayosambaa mitandaoni, Mkenya anayejulikana kama Magical Moha alidai kuwa Nairobi inaweza kuwa target wakati wowote endapo vita itaendelea kuongezeka. Aliweka hoja zake akisema kuwa Kenya na mahusiano ya karibu na Marekani na kuwa uwepo wa taasisi za kimataifa Nairobi unaweza kuifanya ionekane kama symbolic location. Lakini hili lina msingi kiusalama au ni tafsiri ya binafsi tu? And Nairobi is another target in the Israel-Iran war, the American war that is going on at the moment in the Middle East. And when I say that Nairobi is another target, I mean it. Because history can shift in a single night. You remember World War I, a small war that started in Austria. You know what happened? Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has been eliminated. And Iran has promised a punishing and heavy response. And when Iran says death to America, it doesn't mean that they are targeting Washington DC or Minneapolis or Chicago or Texas. No. They mean US military bases. They mean embassies. They mean strategic installations across the globe. And in Africa, that includes the US embassy in Nairobi. It includes the US military facility at Manda Bay in Lamu County. Munataka kuniambia hamjaona what was happening across the Gulf nations? Talk of Bahrain, UAE, Saudi Arabia. Missiles raining all over. This is Abu Dhabi. And the message is very clear. This conflict is not, regional. It is a global one. And there's another signal showing beyond the battlefield. To our Kenyan brothers and sisters who are in the Middle East, stay safe. May God protect you. Anyway, stay alert. The story is still unfolding. Alafu hapa ndipo story inageuka. Mtangazaji maarufu wa TikTok anayejulikana kama The News Guy alinukuu kauli inayodaiwa kutoka kwa balozi wa Iran nchini Kenya, akisema Kenya si target katika mzozo huu. Pia mwanadada mwingine kutoka TikTok alisisitiza kuwa serikali ya Iran imetoa uhakikisho kuwa Kenya iko salama kabisa. Hapa tunaona upande wa pili ukitoa assurance. Kwa kawaida katika diplomasia, nchi hazitangazi targets hadharani, lakini kauli hizi zililenga kupuuza panic iliyokuwa inaanza kuenea. News just in, the Israeli ambassador to Kenya, Dr. Ali Golampo, now says that Iran will not target Kenya in its retaliatory attacks against US and Israeli aggression. Now, the ambassador says that Kenya does not host a US military base of such a significant magnitude to pose a threat to Iran. The Iranian government has assured that Kenya is safe from the ongoing missile attacks amid the ongoing tension with the US and Israel on one side that has affected Gulf countries. Iranian ambassador to Kenya, Ali Golampur, said that Kenya does not host a United States military facility that is capable of attacking Iran. He further assured that Iran is utilizing short-range missiles that cannot reach Kenyan territory. Content creator wa Tanzania anayejulikana kama Dallas alieleza kwa lugha rahisi sababu zinazodaiwa kuifanya Marekani kuhusika katika mvutano huu. Aligusia masuala ya usalama wa Israel, silaha za Iran na siasa za kimataifa. Kwa nini Marekani wanaishambulia Iran? Very simple. Marekani hawajakipata kile wanachokitaka kutoka kwa Iran. Marekani wanataka kuikontrol Iran na rasilimali zake. Its natural resources. Wa control gesi, wa control mafuta, wa control siasa za Iran, wa control security, wa control top leadership, wa control ukuaji wa teknolojia. Yes, ukuaji wa teknolojia. Na hapa ndo tunapata yale mambo ya nuclear programs na intercontinental ballistic missile programs. Wamarekani wanataka kucontrol uchumi wa Iran. Yani kwa kifupi, Wamarekani wanataka kucontrol kila kitu kinachohusiana na Iran. Sasa Iran ni tofauti na wale Waarabu wengine.
Yaani Iran ni Waarabu wenye misimamo mikali vibaya mno. Kuliko kutawaliwa, wanaona bora wapigane mpaka kufa. Ila sio mambo za kutawaliwa hapa. Wamarekani wameishambulia Iran leo tarehe 28 Februari 2026. Sasa kushambulia sio shida. Ila je, itaishaje? Follow hii page kama bado hujafollow. Nikipata taarifa zaidi nitarudi tena. Naitwa Dallas, wengine wanaita Captain Dupa. It is what it is. Yudale Profesa naye pale TikTok alitoa mtazamo mkali akisema kama angekuwa rais wa Iran angechagua kuachia badala ya kuendelea kuingia vitani na kusababisha vifo vya wananchi wake. Hii ni perspective ya kibinadamu zaidi ambayo inaonyesha gharama ya vita kwa raia wa kawaida. Kama mimi ndio ningekuwa kiongozi wa Iran, ningesalenda. Ningetulia kwa sababu huwezi ukaachia watu wanakufa eti kwa sababu tu unataka kuonyesha kwamba wewe ni mwamba. Watu wanapoteza maisha, mabomu yanadondoka kama mvua. Hakuna haja ya kuingia kwenye vita ambayo unajua kabisa kwamba wewe unashindwa. Unaelewa? Hii baada ya kusema kwamba wanakufa kiume, hakunaga kufa kiume au kufa kike. Kifo ni kifo. Sasa hawa wa Marekani na Israeli wamemuonea Mwirani, ni kweli wamemuonea, lakini wana silaha nzito, alafu wako serious. Wana silaha nzito, alafu wamedhamiria kuangamiza utawala wa Iran. Wako very serious na hilo, wala hawana mchezo. Yaani mtu anakuonea na yuko serious. Sasa inabidi ukae naye namna ya kukaa vizuri, kunegotiate. Kwa sababu Trump bwana mambo yake, Trump akili yake iko speed kubwa. Umeona alivyomnyakua Maduro? Kwa hiyo viongozi wa Iran wale, sasa hivi amekufa yule Ayatollah, wamemteua kijana wake ndio anaongoza Iran. Na yule watamtungua tena. Yaani akiendelea kuwa na misimamo wanamtungua, wala hawana huruma. Kuna namna ya kusolve haya mambo bila kwa sababu kuna watu wanaoumia, watoto wadogo, wanawake, wakina mama, wa hospitali wanapiga mabomu ovyo ovyo. Umeelewa? Hakuna haja ya kuingia sana kwenye vita kuwa watu kwa sababu tu wanataka power, unaenda nayo wapi? Jamaa ameangukia kwenye vifusi tu. So sad, ni mbaya, lakini sasa ndio hiyo mambo ya kukaza shingo. Trump anaonea, ila Iran inatakiwa pia waangalie kwamba hii vita hawatoboi. Hii habari ya kurusha vikombola vyao vile hawatoboi. Marekani na teknolojia kubwa. Wale Iran hawana missile detectors za kudeflect zile nani zao. Iran hatoboi pale. Atarusha vikombola watamtandika, yani hiyo ni kama vile wanazidi kumtandika. Wale jamaa wana silaha nzito, wana teknolojia kubwa. Viongozi wote wa Iran sasa hivi wameshambuliwa, wanajeshi wote wakubwa wamepigwa. Rais wa zamani yule Ahmadinejad 2005 wamepigwa. Sasa unatoboaje? Kwa hiyo nataka msome kitabu kinaitwa Art of the War cha Chinese Military Genius. Kabla hujaingia kwenye vita, assess kwanza silaha za mwenzako zikoje. Lazima uwe smart. Sio lazima kila saa mtu akirushia ngumi na wewe unarusha. Saa nyingine you have to run. Kwa sababu unaenda kufa. Yaani wewe unaenda kufa. Hakuna kifo cha kiume bwana, unakufa kifo tu. Sawa? Naangukiwa na kifusi. Au unaonaje? Okay, dunia sasa hivi kila mtu anaongea tu, mwandishi wa habari, hata mimi naongea tu, dunia nzima wananisikiliza. Tuma message hapo, andika professor nitumie The Art of the War by the Chinese Military Genius. Nikutumie kipo cha Kiswahili, muelewe mambo yanavyoenda duniani. Kipo cha Kiswahili, maana Kiingereza kiuma, kipo cha Kiswahili. Sasa msilalamike tena. Tuma message, andika professor nitumie na kukutumia. Sasa kwa maoni yangu ni kwamba moja, Kenya kihistoria si sehemu ya mzozo wa moja kwa moja katika vita vya Mashariki ya Kati. Pili, Kenya ni mshirika wa kidiplomasia wa nchi nyingi lakini sio combat state. Halafu tatu, hakuna taarifa rasmi kutoka kwa serikali ya Kenya inayodhibitisha tishio lolote la moja kwa moja. Hivyo sasa hakuna udhibitisho rasmi kuwa Nairobi ni target, lakini hofu ya mitandao inaweza kusambaa haraka kuliko ukweli.
Sasa swali ni lako wewe mtazamaji wangu, je, unaamini Nairobi Kenya iko hatarini kweli au hii ni panic ya mitandao tu? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Breaking news, sahi Kenyans wanapeana status coordinates kwa Iran, wanawaambia kuwa hiyo ni US military camp. Sio kama mnanipata hapa, enyewe wa Kenya. Hata kama mnachukizwa na Kasongo bana. Hiyo ni mali yetu ya Kenya. It's not all about Kasongo, no. Hiyo ni mali yetu, ni tax yetu iliunda hiyo state house. Tafadhali kama unajua unafanya hivyo, tafadhali stop bwana. Hiyo ni mali yetu, hiyo ni pesa yetu bana. Ama mnataka tu state house iende na mtu. Mwache maneno bana. Wakenya mnafanya vibaya. Mnafanya vibaya hapo. Mimi hapo sikubaliani na nyinyi. Hapo mmeenda sana. Hata kama mmeipeleka faa sana. Alo.